Naam, mtazamaji wa chaneli yako pendwa hii ya Kitu Muhimu TV. Leo tuko kwa ajili ya kuweza kujuza mambo mengi sana, na kama tunavyokuambia fikra mbadala. Hapa tunakujuza yale ambayo inawezekana unayajua, lakini kwako umeona kama vile hayana thamani. Sasa mimi ni ndugu yako, naitwa Makame Mtikisandimi. Leo nakujuza haya machache tu. Tunafahamu sote, tunaelewa kitu kinachoitwa upendo ama kupenda ama mapenzi. Hivi vitu vyote ni neno moja tu, lakini linagawanyika kutokana na mazingira aliyopo ama namna ambavyo utakavyolitumia kwa nani. So sisi tunakwambia leo muhimu ni kupenda, lakini kitu muhimu kupenda kwa kiasi. Lakini pia muhimu kuchukia, kitu muhimu kuchukia kwa kiasi. Kwa sababu ukisoma vitabu vya dini, Imam Ali anatuambia mpende mtu kwa kiasi, kwa sababu iko siku atakuja kuwa adui yako, haitakusumbua. Na mchukie mtu kwa kiasi, iko siku atakuja kuwa rafiki yako, nayo pia haitakusumbua. So muhimu ni kwamba kila kitu kukifanya kwa kiasi, na ndio maana Mungu alivyotuumba akatuumbia mambo yote kwa kiasi. Hata ukisoma katika maandiko, watu wa Israel, watu walipotaka kumfahamu Mungu, walipomwambia Nabii Musa, tunataka tumuone Mungu ili tujue yeye ndo tunamwabudia yukoje hivi na hivi, basi Mungu alifanya kwa kiasi, na wakaamini kwamba wakasema kama ni kweli Mungu yuko hivi, basi hebu panatosha, tutafanya anayotaka. Kwa hiyo tunapata fundisho kwamba Mungu ameweka kila kitu kwa kiasi. Upendo upo kwa kiasi. Wengi leo wanateseka kwenye mapenzi baina ya rafiki na rafiki, mpenzi na mpenzi, kwa maana boyfriend na girlfriend, lakini pia mke mume na baba mama, watoto. Hao wote wanateseka kwenye mapenzi kwa sababu walifanya kupitiliza, walifanya kupita kiasi. Sasa unachotakiwa kukifahamu kwamba kitu muhimu kwako, penda kwa kiasi. Siku akija kuwa adui yako unayempenda, haitakusumbua. Na chukia kwa kiasi. Siku akiamua kurudi kwako kuwa rafiki kwako, haitakusumbua, kwa sababu umejua kubalance na umeweka kila kitu kwa kiasi. Hivyo shikamana na haya leo hii. Fanya kitu kwa kiasi, kwa sababu Mungu ameumba kila kitu kwa kiasi. Ukipitiliza itakuathiri sana kwenye maisha yako. Hii ni chaneli yako pendwa ya Kitu Muhimu TV. Fikra mbadala. Mimi ni ndugu yako, naitwa Makame Mtikisandimi. Leo ni siku nyingine tena. Endelea kusubscribe kama bado hujafanya hivyo. Tunakuomba pia uendelee kuwa nasi kwa mengi na mengi zaidi kutokea hapa. Karibu sana.